bado. Bwana asifiwe. Haleluya. Huu ni mwanzo tu. Acheni tujiachilie mkononi mwa Mungu Baba. He knows us. He knows our reason. Anajua kwa nini tuko hapa, anatuelewa, anatujua, anakujua wewe, ananijua mimi. Na alijua siku ya leo tutakuwa dakika hii pamoja hapa. Na yale yote yanaendelea Baba anajua. Hamna jambo upata Mungu by surprise. Praise the name of the Lord. So let us honor his name, praise him. Tumpende, tuendelee na kujiachilia mkononi mwake. Oh hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. Let's go straight to the word. Tusikie vile ananena na mioyo yetu siku ya leo, maana neno lake ni hai. Hallelujah. Na katika hilo neno ndio tunaye kuishi, ndio tunaye survive. Praise the name of the Lord. Ni neno ambalo Bwana aliliweka heavily on my heart and I think we should share it. Bwana asifiwe. Na nasikia ni jambo ambalo sote tunahitaji kulisikia. Praise the name of the Lord. Amen. Because we all, sisi wote ni wanadamu, tuko duniani kama wanadamu. Yale tunapitia sote. Hamna mtu ambaye wana mwingine special kushinda ule mwingine. Bwana asifiwe. Sote tuliumbwa kwa mfano wake Bwana. Hivyo ndiye alituambia. So wewe ni mfano wake, mimi ni mfano wake. Praise the name of the Lord. So tuingie katika neno katika 1 Samuel verse chapter 17. 1 Samuel chapter 17. Nasifiwe. 1 Samuel chapter 17. Let us read from there and see what the word of the Lord is telling us. Chapter 17, you start from verse 41. Just read from verse 41 there. 41 to 51. We are looking at David. Watu wake na yale David alipitia. Hapa tunamwona David at a younger age. Let us see na tuone vile Bwana ananena nasi, sababu siku ya leo wewe jua ni wewe ananenesha. Na mimi nitachukua hili neno nikijua ni mimi ananena nami. Bwana asifiwe. Na kama tuko tayari, hebu tukasikia tu vile Bwana anasema siku ya leo. Nake Mufilisti ucio agithiathia agikuhiriria Daudi. Nake mundu uria wamukuagira ngo agithie mbere yake. Na riria Mufilisti ucio afarangire akiona Daudi ri akimunyarara. Ni undu ari mundu oguo munyinyi. Akimweka atia? Akimunyarara. Ni undu ariki? Ni undu ari mundu oguo munyinyi, mutune mwere na mwega githiri. Haya twende. Mufilisti ucio agikira Daudi atiri, kaide ngui ati nikio uguka kuri nie na thanju. Mufilisti ucio agikiruma Daudi akigwetaga ngai ciake. Ningĩ Mufilisti ucio akira Daudi atiri, ukahari nie na nĩngũkũnengera nyamu cia rĩera-inĩ ona cia werũ, nyama cia mwĩrĩ waku. Daudi agĩkĩra Mufilisti ucio atiri, we ũgũka harĩ nie na rũhiũ rwa njora na itimũ rĩa mwenjerere na rĩa kĩberethi, no rĩrĩ niĩ ngũka harĩ we rĩtwa-inĩ rĩa Jehova mũnene wa ita, o Ngai ũrĩa mwene itungati cia Isiraeli iria we ũnyararithĩtie. Asifiwe. Rake tũthiĩ nginya 51. Muthenya ũyũ wa ũmũthĩ nĩguo Jehova egũkũneana moko-inĩ makwa, na nĩngũkũgũtha njoke ngũtinie kĩongo kĩehere mwĩrĩ-inĩ waku, nacio ciimba cia andũ a ita ya Afilisti nĩngũcineana ũmũthĩ arĩ nyamũ cia rĩera-inĩ ona cia gĩthaka cia gũkũ thĩ, nĩgetha andũ othe a gũkũ thĩ mamenye atĩ Ngai wa Isiraeli e hamwe nao. Ningĩ nĩgetha ukinye 51. Ningĩ nĩgetha ũngano ũyũ wothe ũmenye atĩ Jehova ndahonokagia na rũhiũ rwa njora kana itimũ nĩ ũndũ ita nĩ cia Jehova, na nĩekũmũneana moko-inĩ maitũ. Na gũgĩkinya atĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa Mũfilisti ũcio agwatire gũthiĩ gũkuhĩrĩria Daudi nĩguo macemanie-rĩ, Daudi akĩhiũha agĩteng'era arorete harĩa ita yanunĩtwo agatũnge Mũfilisti ũcio. Daudi agĩgĩikia guoko kondo-inĩ gake akĩruta kahiga agĩkĩhiũria akĩgũtha Mũfilisti ũcio o thithi, nako kahiga kau gagĩtonyerera na thĩinĩ wa thithi wake akĩgwa ũthiũ ũgĩtheca thĩ. Bwana asifiwe. Ũguo nĩguo Daudi akĩhotire Mũfilisti ũcio na kĩgũtha na kahiga akĩgũtha Mũfilisti ũcio akĩmũũraga. No Daudi ndarĩ na rũhiũ rwa njora guoko. Ndarĩ nake?
Daudi ndari na ruhiũ rwa njora guoko. Bwana asifiwe. Ni Daudi akiwa kijana mdogo. Kwa Kiswahili tusome. Hata huyo Mfilisti naye akamsogelea Daudi na kumkaribia, na mtu yule aliyemchukulia ngao naye akamtangulia. Hata Mfilisti alipotazama huku na huku, akamuona Daudi akamdharau, kwa kuwa ni kijana tu mwekundu, tena ana sura nzuri. Bwana asifiwe. Yule Mfilisti alipomuona Daudi akamdharau. Hapa ni pale Daudi alipata wana wa Israeli wametishwa na Goliathi, wametishika, wameogopa, wamejikunyata, wamejikunja na wamenyamaza. Naye Daudi akashindwa ni nani huyu? Na akauliza ni nani huyo ambaye hajatahiri, ambaye anatukana mafuta ya Mungu. Praise the name of the Lord. Yeye akiwa mdogo vile alipokuwa mdogo, akajitolea na akaamuka kwenda kupigana na Mfilisti, maana yeye alijua ni Mungu gani anamtumikia, na alijua ni nani yuko ndani yake na ni nani anatembea naye. Oh, haleluya. Bwana asifiwe. So hapa Daudi hakuwa na think twice, hakuwa na wasiwasi, hakuwa na uoga, hakuwa na tetemeka. It is niishi ama nife. Na alijua, alimwambia mfalme, katika pale malishoni nikiwa peke yangu, haikujalisha nani walikuwa wanakuja, sio duba, sio simba, sio nani, wakijaribu kuchukua kakondoo, nilikuwa nashika shingo na nyonga na natoa kakondoo kwa mdomo. Haleluya. Kwa hivyo huyu Mfilisti ni nani ambaye anatukana mafuta ya Bwana? Kwa hivyo hapa tunamwona Daudi amesimama. Huyo Mfilisti naye akamwangalia Daudi akamdharau, kwa kuwa ni kijana tu mwekundu, tena ana sura nzuri, na kama kijana vile unaanza ona kama kijana akitembea huko kwa mtaa, watu wengi udharau. Haleluya. Ni kama kijana, hata mara nyingi wazee wanasema mwanamke huyo wanaondoka, si ndio? Kakadharauliwa. Neno inaendelea na kutuambia nini? Mfilisti akamwambia Daudi, je, mimi ni mbwa hata umenijia kwa fimbo? Mfilisti akamlaani Daudi kwa miungu yake. Mfilisti akamwambia Daudi, njoo huku kwangu, nyama yako nitawapa ndege wa angani na wanyama wa mwituni. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi kwa upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ameona Daudi na akamdharau, na akamwambia leo nyama na katakata nyama mimi napatiana kwa ndege wa angani, wewe kitu gani? Yaani alimwangalia kadharau, kama vile wewe siku ya leo wengi wetu tumedharauliwa. Amen. Wewe ukitembea saa nyingine hata katikati ya watu wengi, saa nyingine mtu dharauliwa hakika mpaka unajikunyata, si ndio? Mpaka hata mkiwa mna mix na wao, saa nyingine mtu ujikunja. Kaondokeo. Kwanza wacha uwe hauna kitu kwa mfuko. Sasa hiyo ni wasi. Bwana asifiwe. Hakika mtu hivyo unaona utaki kuenda. Na ukifika pale unakuwa ni kama wewe ndio wakufagia na kupeana na kukimbizia watu. Na kwanza sasa hiyo wewe ni mzazi uko na watoto wako, bado unafanya ukamtu tu namna hii. Haleluya. Ni mara nyingi sisi udharauliwa. Saa nyingine hata kule unafanya kazi, saa nyingine hata wale mnafanya kazi na wao, saa nyingine hata wale ambao unakuwa neighbors, kuna kudharauliwa na kuchukiwa na kutukanwa. Hapa huyu Mfilisti anajisikia hapo na kila kitu, anajisikia ni yeye, anajisikia yeye ni mkubwa, hapo na zana zake za vita, na anasema hata nikaninana mtukana, na alikuwa shatukana wana wa Israeli hata na kuwatukanisha na Mungu. Haleluya. Na kwa hivyo hata anakaambia wewe ni nini? Na kwa hivyo Daudi na yeye akasimama, haikujalisha vile kumeendelea, haikujalisha ni nani, haikujalisha ni kina nani, haikujalisha vile ametoshana, haikujalisha umati wao. He was alone as David, maana wengine wote walikuwa waishaokuwa waoga, wamejikunja. Plus mfalme mwenyewe. Bwana asifiwe. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijilia, hapo umesoma, wewe unanijilia mimi na upanga na fumo na mikuki, bali mimi nakuja kwa jina la Bwana
wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Haleluya! Kwa jina la huyo Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana, hao ambao umetukana, hao ambao umeishi ukitukana hapa ukiwatisha, siku ya leo mimi hivyo umeona mimi ni kijana nakuja kwa hilo jina. Sina mikuki mimi, sina mambo mengi mimi, sina mali, sina uweza, sina nguvu, lakini mimi naja kwa jina moja, jina la Mungu wa majeshi ya Israeli ambaye wewe umewatukana wale. Haleluya! Praise the name of the Lord. So it is high time, children of God, uanze kuelewa wewe ni Mungu gani unayemtumikia. Wewe unatembea na Mungu gani? Ni Mungu gani wewe unaelewa? Ni Mungu gani wewe uko naye? Hallelujah. The problem is we forget the God we serve. We forget who we serve. We think of ourselves. Hallelujah. Wewe unajiona udhaifu wako, unaona ukosefu wako, unaona wewe hauwezi, na unasimama ukitetemeka ukiogopa. Bali angalia, huyu hakuwa hivyo. Alisema kwa hilo jina na huyo Mungu ambaye wewe umetukana, ndio mimi nani? Sina dhana za vita, sina mikuki, sina vitu vikubwa mimi, sina mali, siwezi. Tunaonekana sisi ni bure, lakini katika hilo jina tumesimama. Children of God, ni high time tuanze kuelewa ni Mungu gani ambaye tunamtumikia. Asubuhi tumehubiriwa hapa, hata nimesikia carried away. Ni high time tuanze kuelewa there is something. Yesu, Mungu mwenyewe hakuongea bure. Kuna jambo alitupatia. Haleluya. Hata wakati huu Yesu alikuwa hajaja, lakini yeye Daudi alielewa huyu Mungu ambaye anatembea naye ni nani. Na alielewa akiwa katika malishoni huko, kijana mdogo, sio mtu alimfunza, but he had the God he heard about. Alimshikilia huyo Mungu ambaye alikuwa kineno na watu wake kuhusu, alimshika huyo Mungu. Na kwa hivyo akajua hata simba ama nini hawezi nila mimi nikiwa na yeye. Haleluya. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Na kwa hiyo jina akaenenda. Siku hii akamwambiaje? What is this umesoma? Siku hii ya leo Bwana atakuua mkononi mwangu. Siku ya leo Bwana atakuua mkononi mwangu. Haleluya. So wana wa Bwana, siku ya leo nataka tutoke hapa siku ya leo tukisema siku ya leo tiroshio. Siku ya leo tuge enough is enough. Tuge ne toiga nyari tutikuwa dareke. Gutera Israeli inailete. Ginya kuna machote ni inailete. Na hapo ona motori otogorona motori. Otogorona kuhoto. Otogorona tokinyete mwisho. No Daudi arauga umuthi. Haleluya. Ona wewe ndio kuga umuthi, nie tienda kumenya horo wa rucio umuthi. Amen. Siku ya leo anasema nini? Siku hii ya leo Bwana atakuua mkononi mwangu, nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako. Nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mizoga ya majeshi ya Wafilisti, ili kwamba dunia nzima wajua ya kuwa yuko Mungu katika Israeli. Oh, haleluya. Si mimi nyama yangu italiwa. Kugu mwana ugohoro wa kubabili ya kubatiko. Ugu mwana ugire ni wogo diye waku ni wogo diko. Amen. Haleluya. Vile mtu alisema kutaenenda kutafanyika kwako, hivyo ndio kutafanyika kwake. Akitabiri kuisha, yeye amekwisha. Akitabiri hakutasimama, yeye hatasimama. Na kutoka dakika hii nasema hakutasimama. Kutakulisika, kutaharibika, kutabomoka. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Because amesema siku ya leo hivyo mnitarajia kutendeke kwangu. Hallelujah. Hivyo umesema kutaenenda, hakutaenenda. Oh, hallelujah. Praise the name of the Lord. Siku hii ya leo hakutakuwa amesema nini? Atakuwa mkononi mwangu, nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako. Na sio wewe peke yako, plus majeshi yenu yote. Nyinyi wenyewe wote mtakwisha. Haleluya. Amen. Ndio nini? Ili kwamba dunia nzima wajue ya kuwa yuko Mungu wapi?
katika Israeli. Praise the name of the Lord. Ndio wajue kuna Mungu wapi? Katika Israeli. Haleluya. Kai wako akamileka. Kai wako agetiwe. Kai wako agatewe. Kai nero. Siku gani wakasema hakika Mungu wa huyo mtu ni Mungu. Mungu wa fulani ni Mungu. Haleluya. Wakati tutasimama na tuanze kukiri. Ona Daudi hapo enda amenyamaza. Sasa Mungu msaidie. Mungu asikuziache akitupa. Wacha tu nikutie. Hii mawe baba naomba. Wacha the moment alisema utajua Mungu wangu ni Mungu. Mungu wa Israeli huyo ambaye nimetukana. Mungu alishuka hakika akasema. You know, huwezi sema utajua Mungu ni Mungu akose kuonyeshana. Huyo mtu si atabaki akimbiza haja. Ile Daudi hata yenyewe weka. Kaida kitika ile kwa yake Mungu. Amen. Na as long as we were okay, as long as you know amini te we ga ino agai oma. Tunaona agai wa ndiye kwa moyo amekumika. Hallelujah. Tunaona agai wa amenyo amekumika. So siku ya leo children of God. Hapa amesema nini? Na wanyama wa nchi, mizoga ya majeshi wa Wafilisti, ili kwamba dunia nzima wajue ya kuwa yuko Mungu katika nini? Israeli. 48 inasema nini? Ikawa hapo Mfilisti alipojiinua akaenda akamkaribia Daudi. Ndipo Daudi naye akapiga mbio akalikimbilia jeshi ili akutane na yule Mfilisti. Daudi akatia mkono wake mfukoni. Akatoa humo jiwe moja. Jiwe tu. Akalitupa kwa kombeo. Kwa kombeo lake. Akampiga Mfilisti katika kipaji cha uso. One single stone. Jiwe hilo likamwingilia kipajini. Akaanguka chini kifudifudi. Kwisha. Jiwe moja tu. Huyu na mikuki yake na kila kitu. Jiwe moja tu. Mfilisti kichwa anguka chini. Bwana asifiwe. Kifudifudi. Namba 50 tunaambiwa nini? Hivyo Daudi alimshinda yule Mfilisti kwa kombeo na jiwe. Akampiga Mfilisti akamuua. Walakini Daudi hakuwa na upanga mkononi mwake. Tazama. Hakuwa na upanga mkononi mwake. Halo? Hebu sikiza. Hakuwa na upanga mkononi mwake. Wehamwe. Hakuwa na upanga darare na roho kwa ile wake. Lakini alikuwa na upanga katika ulimi wake. Halo? Alikuwa na upanga wapi? Katika ulimi wake. Na wakati ambapo aliongea tuihamwe. Na wakati ambapo aliongea ushindi. Haya ndio raigwa. Rĩrĩa aririe ũhotani. No ũhotani waharũrũkire. Kuoguo ona ihiga ona Mũfilisti angĩakorirwo haraihu atĩa. Mũraika no nginya angĩaurire ihiga rĩrĩa rĩtwarwo harĩa kĩongo-inĩ kĩa Mũfilisti. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo mwana wa Bwana, hebu tuelewe nini Bwana ananena nasi. Asubuhi tukaambiwa kutoka kwa tumbo yetu kutakuwa toka nini? Maji yaliyo uhai. Hebu tueleweni sisi ni kina nani? Hebu tueleweni ni nani ambaye tuko naye ama ni nani ambaye tulienda kwake. Hakunidi mambo mengi. Neno inaendelea na kusema nini? Ndipo Daudi akapiga mbio akasimama juu ya Mfilisti, akautoa upanga wake, akaufuta alani mwake, akamuua na huo upanga wake yeye Mfilisti. Tuendelee. Akamkata kichwa kwa upanga huo. Nao Wafilisti walipoona ya kuwa shujaa wao amekufa, chibo wao munene, wakakimbia. Haleluya. Bwana asifiwe. Haujasimama, haujanena neno
lililo hai, hakika shetani ataweza kusimama tena, atakimbia, atakuondokea, ataenda. Na usiniangalie ni kama kwamba naongea kitu hakuna. Hivyo ndivyo ilivyo. Halo, Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ataenda, atakimbia, ataishia. In Jesus name. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo tuwacheni kukaanga ni kama hatuelewi ni nani yuko ndani yetu. It's the God of Israel, the same God who was with David. Hello? That is the same God that we serve today. Let us look at 1 Samuel 30, verses 8 and 9, 8 and 19. Still in Samuel 30. Bwana asifiwe. Samuel chapter 1, verse, 1 Samuel chapter 30. Let's read verse 8. Yes, 30. 30 we read verse 8 and 19. Nake Daudi agĩtuĩria ũhoro he Jehova akĩũria atĩrĩ, ingĩrũmĩrĩra mbũtũ ĩyo ya athigari na ihenya-rĩ, ndakĩmĩkinyĩra? Hapa ni mahali ambapo yeye Daudi walirudi wakapata ya kwamba Wameleki au the Amalekites wamekuja na wakachoma kule walikuwa wakikaa, na wakaiba wake na watoto na wakaenda na vitu vyote, na kama kuna kilio kikubwa sana. Daudi akapiga goti na akaomba, na akawa wakuuliza Bwana swali, maana alisema aletewe ephod ama nguo ya priest, waombe waulize Mungu swali. Na hapa Daudi akamuuliza Mungu. So David inquired of the Lord, saying, nake Daudi agĩtuĩria ũhoro he Jehova. Akora nĩ kũirwo andũ nĩ moirwo nĩ makuirwo atumia na ciana na indo ciao ciothe nĩ gũcinirwo. Ti kuuga Ngai rĩu nĩ athiganĩirie, acokire kũrĩ ũ? Acokire kũrĩ ũ? Kwĩ Jehova. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tuko pamoja. Acokire kwĩ Jehova. Praise the name of the Lord. Amen. Ukaendaje? Nake Daudi agĩtuĩria ũhoro he Jehova. Agĩtuĩria ũhoro he Jehova. Akĩũria atĩrĩ, ingĩkĩrũmĩrĩra mbũtũ ĩyo ya thigari na ihenya-rĩ, ndakĩmĩkinyĩrĩra? Akĩũria Ngai, ndetiirire ndainainire ndaiguire guoya, ndathire consultation kũrĩ andũ, rĩu-rĩ gũkũ nĩ ndora ta Ngai atũtiganĩirie, ona gũkorwo ho nĩeherire, gũkũ Ngai nĩeherire ho. Haleluya. No, they went back to God. Akauliza Bwana, ati ingĩmarũmĩrĩra rĩ, no njĩke atĩa? Ingĩrũmĩrĩra mbũtũ ĩyo ya thigari na ihenya-rĩ, ndamĩkinyĩrĩra? Agĩgĩcokia atĩrĩ, mĩrũmĩrĩre, nĩ ũndũ ndũrĩ hingo ũtekũmĩkinyĩrĩra, na ndwaga gũcokithia kĩrĩa gĩothe gĩtahe. Oh, haleluya. Mĩrũmĩrĩre na ndwaga gũcokia atĩ? Ndwaga gũcokia kĩrĩa gĩothe gĩtwĩkĩte atĩa? Kĩrĩa gĩtahĩtwo. Are you hearing me? Ni ũraigua ũrĩa kiugo kĩrauga? Soma kwa Kiswahili, Mgiriki asikie. Amesikia Mgiriki, soma Kiswahili. Daudi akauliza kwa Bwana. Akasema, je, nikiwafuata jeshi hili nitawapata? Naye akajibu akasemaje? Fuata, kwa kuwa hakika utawapata. Bwana asifiwe. Hata siku ya leo Jehova ndio anatuambia, kile chako kimepotea, fuata. Kile chako kilikwama, fuata. Kile unaona hakifanyi hivi, fanya. Bwana asifiwe. Haleluya. Hebu tuanzeni kusimama na kuelewa who we serve, who we are. Wewe ni nani? Unamtumikia nani? Ni nani aliye ndani yako? Wacha kuniangalia ni kama sasa hivi anasema lakini pande no. Ameulizwa hapa, nifuate Mungu. Bwana asifiwe. Nifuate. Ameambiwa fuata. Akaambiwa nini? Naye akajibu, fuata. Kwa kuwa hakika utawapata.
nawe hukosi utawapokonya wote. Bwana asifiwe. Nawe hukosi utawapokonya wote. In English is pursue, for you shall surely overtake them, and without fail recover all. Kwa kutiliwa na kidogo kiamu kwa Jehova. Hakuna jambo Baba amekubalisha yako ipotee. Hamna. Biblia inaniambia baraka ya Mungu haifuatwi na machozi. Anapigwa kiugeni. Haleluya. Ya kwamba baraka ya Mungu haifuatwi na machozi. So ikienda fuata rudisha. Ukiona ni kama kuna inaenda fuata, simama Baba. Ongea na Mungu. Chukua kile kilicho chako. Nasikia. Haleluya. The problem is we are scared. We do not know who we are. Hatuelewi sisi ni kina nani, hatujui sisi ni kina nani. And that is why unaona hata kumefika mahali ambapo nyinyi tumefanya jina la Bwana lidharauliwe. Tumefanya jina la Bwana lisipewe heshima. Maana imeonekana ni kama tu klabu hapa mchezo. Amesema pata na kila kitu utarudisha. Praise the name of the Lord. Hallelujah. So chukua au katembea kwa imani. Tuacheni uoga. Praise the name of the Lord. Kwa imani tuacheni kutetemeka. Kwa imani tuacheni kuona ni kama Bwana ametuacha. Fuata kilicho chako. Go get it. It belongs to you. Hallelujah. That is yours. It's your blessing. It's what God has blessed you with. Kwa nini ukubalisha baraka zako ziende zisambaratike tu hivyo? Maana unamuogopa huyo. Unawaogopa wale. Fulani alisema hakutakuwa. Tembea. Wana wa Israeli walitembea and they recovered. Abraham hata akichimba kisima wa mnyang'anyi, bali alienda akachimba tena. Hakukiba akasema Mungu wewe ndio nilitoa kwetu. Ukaniambia Abraham wewe, hakuka nikupeleke nchi ambayo nitakubarikia. Amtazama katika nchi hata bibi alinyang'anywa. Na bado akiongea na Mungu wake, Mungu anaenda anawatandika adui na anarudishiwa bibi. Na plus anarudishiwa na utajiri. Akitoka huko na wafanyikazi na hapo hata na utajiri. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Wateni tuendewe kama vile tumehubiriwa asubuhi ya leo. Let us wake up from this sleep. Hallelujah. We are the ones, sisi ndio tumepewa kufalme, sisi ndio tumepitwa wafalme, lakini tumekosa kujielewa. Daudi niwe. Na pale alimaliza Mfilisti. Hapa tena wamekuja wamenyang'anyana. Tazama kwanza akiwa pale walinyang'anya Mfilisti, alimaliza Mfilisti. Huku wameleki wamekuja wakaiba bibi zao na wakaiba mali, wakaiba kila kitu, wakachoma na wakaenenda. Bado wanauliza Mungu, nikiwafuata Baba nitawafikia? Hallelujah. Because actually sometimes mtu anaweza kuona ni kana kwamba ni mapenzi ya Mungu. But kile ambacho kinakufanyikia kwa maisha yako, kama Biblia inasema ndio mapenzi ya Mungu, usikubali. Hello? Udowoni oragerera. Utare wendi wa Ngai thĩinĩ wa Biblia tiga gwĩtĩkĩra. Amen. Nĩkĩ gĩtiga ũcoka gwĩtĩkĩra maũndũ mothe marĩa tũrona. Ndagĩri ũyũ ũndũ ũrekĩka nĩkĩ? Baba nĩndarega. Mimi ni baraka nimeichukua. Maana uliniambia mimi nitatawala nchi. Kwa hivyo kile kilicho changu nimechukua. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Wacheni tuache kukubali kila kitu. Wacheni tuache kukubali. Hapo nikisema hata kuna jambo Bishop alikuwa ameona maono juzi. Na as I was praying juzi, hata Mungu akinipa hii message nilikuwa nakumbuka. Nilikaa chini hata after that nikifikiria, nikakumbuka naye Bishop alikuwa ameona maono just 2 days before. Maono ya jambo ilikuwa ili happen zamani na sijui kama ataelezea. Na wakati huo akaonyeshwa na finally akapigana katika maono na akasema hili jambo utafanya. Na kumbe kile ambacho kilifanya lile jambo lisifanyike kilifanywa ni mtu fulani na akasimamisha hilo jambo halitasimama. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Lakini katika maono akaona na akakiri, hili lazima tutafanya. Hili jambo lazima litatimia. Hili jambo lazima litakuwa kulingana na mapenzi ya Bwana. So whatever is yours, take it. Hallelujah. Tusikubali na tusiwe watu wa kulala kiroho. Maana shetani tunakuwa kama nini? Simba anazunguka katika Wapetro tunaambiwa. Simba anayezunguka akitafuta nani atakayefanya nini? Ataparura. Tusikubali kuparuriwa.
Usikubali, mwana wa Mungu. Amen. Usikubali, wewe ambao unaitanishwa na jina la Bwana. Usikubali. Halo? Achana na hao hapo kazi yao, tuendelee na kile sisi tunafanya. Bwana asifiwe. Tusikubali. Haleluya. Tusikubali. Asubuhi tumeamua tukienda katika kanisa tuende tukiwa na njaa. Ndio upewe ukuje ukitoka hapo wewe umeshiba. Ndio hilo jambo ambalo ulibeba uende nalo nyumbani, utembee na uendelee na kushinda. Bwana asifiwe. Tusikubali kufinyiliwa tena katika maisha yetu. Wale walinyang'anywa visima ambao walikuwa wamechimba, wakienda next bado wanachimba. Finally mfalme alirudi kuwafuata nyuma na kuambia Abraham, tusikizane. Mimi nimekuangalia, nikaona wewe uko na Mungu. Na basi, na ninaona bado unaendelea na kubarikiwa na utapanuka na utakuwa mwingi na you're going to become a nation. Tafadhali tusikizane. Tusipiganange watu wako na wangu, tuishi kwa amani. Kwa nini? Waliogopa walipoona huyu vile anatembea, si normal. Si ati walikuwa wajachimba visima, but walikuwa vitoi maji. Hallelujah. But the servant of God when he did it, maji yalitoka. Hallelujah. Nenda uchukue kilicho chako. Amen. Nenda uchukue kwa imani. Ukinena neno kwa imani, ukikiri, naenda kushinda. Naenda kushinda. Hallelujah. Baraka za Bwana Biblia inaniambia isifuatwe na machozi. Take what is yours. Na wakati unapoenda, enda ukikiri. Enda ukiongea. Daudi alimwambia wewe, I'm coming to you. Uko na mapanga na kila kitu. But mimi nimekuja kwa jina la Mungu wa Israeli ambaye wewe umetukana. Sina panga mimi. Sina vitu vya vita. Lakini mimi nakukata shingo na watu wako wote. Hao ndio watakulwa, sio sisi. Wanyama ni wao watafeast on your flesh, not the children of Israel, the children of the Most High God. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ni siku gani utakuwa ukikiri hivyo wewe? Ni siku gani utakuwa ukisema hivyo wewe? Matthew 11:12 inasema nini? Let's read 19 verse. Let's read 1 Samuel 19 verse. Hiyo 30:19. Nasema nini 19? Na gutire kindu ona kimwe magire kinyinyi kana kinene kana ario ao kana airitu. Ukianzia hapo 18 nasema nini? Daudi agicokithia kiria giothe giatahitwo ni Amaleki na akihonokia atumia ake eri. Na gutire kindu ona kimwe magire kinyinyi kana kinene kana ario ao kana airitu ona kana indo iria ciatahitwo kana kindu ona kikiria giathiĩtwo nakio nĩ mbũtũ ĩyo. Daudi nĩ acokithirie ciothe. David recovered all. Daudi alishokia ciothe. Hallelujah. Na wewe unataka kuniambia zako hazitarudi? Unataka kuniambia maisha yako imeharibika? Unataka kuniambia wewe peke yako ndio maisha yako ni hivyo? Unless hujajichua wewe ni nani. Start knowing who you are today. Hallelujah. Soma 19 na Kiswahili. Haya, anzia 18. Daudi akawapokonya wote waliokuwa wamechukuliwa na Waamaleki. Akawapokonya wale watu wake wote, hata wao watu wengine plus wake wawili. Yes. Naye Daudi akawaokoa wakeze wawili. Pia wala hawakupotewa na kitu. Nothing. Hakuna kitu yao hata moja ilipotea. Ona mashiko. Nikone hana mashiko kao wakuitwa. Mapuira na malikuwa kingashia. Mdogo wala mkubwa. Wala binti. Yes. Nyara wala chochote walichojitwalia hao. Bwana asifiwe. Hakuna chochote ambacho wale walikuwa wameiba kule wakurudisha. Chochote. Si watoto, si wake, si vitu vyao, si nini, zote walichukua. Si Mungu alimwambia? Ukianza pale Mungu alimwambiaje? Wafuate. Utapata, utarudisha zote. Si ndio Mungu alimwambia? Neno lile lilikuwa zimetoka kwa kinywa cha Mungu Baba, ikatendeka. Everything wakarudisha. Hebu niulize swali kabla umalizie hapo. Unataka kuniambia siku ya leo sisi Mungu ametudanganya? Unataka kuniambia sisi haya ametuaminia na
akaenda pale alipopiga magoti, akamuuliza Mungu niwafate, akamwambia enenda, hakuna kitu hutarudisha. Sasa tukiangalia hapa tunaona amerudisha wote. Mwisho wa sentence inasema nini hapo? Daudi akavirudisha vyote. Daudi akavirudisha vyote. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. David recovered all. David recovered all. Hata na wewe siku ya leo, may you receive it all. Amen. May you recover it all. Amen. Haijalishi kule ilivyo ama walifanya nini ama walienda wapi. Oh, hallelujah. Amen. May we recover it all. Amen. Na watasema Mungu wako ni Mungu. Na watajua Mungu ni Mungu. Amen. Mungu aliyetembea na mali ya Israeli. Amen. Mungu ambaye anatembea nasi siku ya leo. Amen. Yeye El Shaddai. Amen. Yeye El Elyon. Amen. Yeye Ebenezer. Oh, hallelujah. Amen. He's still the same yesterday, today and forever. Amen. Hatabadilika na wewe. Amen. Hatabadilika na wewe. Amen. Na hatabadilika kwa sababu tuko Ruaka. He's the same yesterday. He's the same tomorrow. Amen. He's the same the years to come. Amen. And he's the same today. Amen. May you receive it all. Amen. May you recover it all. Amen. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Tumechoka. Enda uchukue. Amen. Enda uchukue. Amen. You are a child of the Most High God. May you go and take it. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Neke. Marekantorobo shererenda baya. No more. Mimi nimesema no more. Nimesema no more. Amen. Kile kilicho changu kile kilipotea. Mimi naenda kuireceive. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo mkiniona vingine mimi msishtuke. Mkiniona vingine mimi msishtuke. Hallelujah. Amen. Because I know where I would be today. I know. I know. Mimi najua kule ningekuwako leo. And I'm going there. And even more. Amen. Than where I was supposed to be right now. Amen. Because today I'm a child of the Most High God. Siku hizo sikuwa nimemjua. Siku hizo sikuwa nimempigia magoti. Siku ya leo ambayo ninajua kukiri yeye ni Mungu. I am going far. Amen. Ni wewe niite. Daudi aliongea na akasikia na akatii na akachukua. Akarecover it all. Matthew 11 verse 12. What does it say? Matthew 11. Matthew 11 verse 12. Na gwata matuko ma Jehova mubatithania nginya riu. Uthamaki wa iguru ni ugukinyagiriro. Ni ugiginyanagirwo. Na uria agiginyani neo na aria agiginyani neo mawigwatagira ainya. Na gwata matuko ma Jehova mubatithania nginya riu. Ni muraigua. Ni murandikiriria. Na gwata matuko ma Jehova mubatithania nginya riu. Uthamaki wa iguru ni ugiginyanagirwo. Ni wega atia? Ni ugiginyanagirwo. Na aria agiginyani neo mawigwatagira na hinya. Ewa gwatagira naki? Neo mawigwatagira na hinya. Murihagirwo tari na banyura wero. Kamugate. Mewatagira naki? Na hinya. Togo turona Daudi agika. Amen. Kuga na kuoya ikinya. Tikuga baba wadiga. No. Kunena uhai. Upanga uko nao. Ukatae kuwili. Si tumeambiwa neno ni kama upanga. Ukatae kuwili. Tumeona Daudi hapo na upanga physical, lakini aliongea neno ikakata. Na wakati Mfilisti alikuja alimaliza, ilibidi achukue upanga wa Mfilisti ndio akate shingo. Aliwezea hapo na upanga wa mkono, lakini alikata na upanga wa neno. Si tumesoma tukaona? Haleluya. Wewe uko na huo upanga. Na kutoka mwanzo pale tunaambiwa Biblia na Kiswahili. Tangu siku za Yohana
tangu siku za Yohana Mbatizaji. Na Yesu anaongea na Yohana, bado ilikuwa si kitambo sana ndio Yesu sasa asimame. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa, hata saa hii mimi nikiongea akisema Yesu sasa hiyo akiongea ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu. Ufalme wa Mungu ni cha nguvu. Haleluya. Ufalme wa Mungu mtu anajichukulia cha nguvu. Hii huo ila atonya hivyo. Haleluya. Ni cha nguvu. Nasema mimi sigonjeki na sifi. Kama kupatikani mabaya, mimi hawanipati. Haleluya. In the mighty name of Jesus Christ. Haleluya. Kwani si mtu ambaye anaitwa Elijah alikuwa anaitisha moto? Ni Elisha ama ni Elijah? Nani aliitisha moto? Naye Elisha pia aliitisha. Walipokuwa kumshika, si alisema, hata wakakuja wakamdanganya, man of God. Man of God. Yaani mambo yenyewe magetu, man of God, mtumishi. Akasema kama mimi ni mtumishi wa Mungu, yaani kuacha kuniita mtumishi wa Mungu na kinyorori. Kama mimi ni mtumishi wa Mungu, na moto na utoke juu wachome. Si walichomeka? Si mara moja. Mpaka mwisho wakati amesema, "Oye, tuspare." Na toki mahali huko. Wamekuja wamejaza na huko nje wanasema, "Man of God, if I be man of God, moto na itoke juu." Twa. Si ndio mitume walikuwa wanaambia Yesu, "Situitishe moto kama Elisha." Yesu akamwambia, "Hebu juu ni watoto wa nani?" Haleluya. Because sasa hiyo haikuwa wakati wa moto sasa, ilikuwa ni wakati wa kuleta kwa upendo. Amen. Bwana asifiwe. So anasema from the days of John the Baptist till now the kingdom of God suffers violence. Nao wenye nguvu wauteka. Nao wenye nguvu wauteka, and the violent take it by force. Hallelujah. So let us not be cowards. Wewe unakia hinya. Speak the word. Ongea. Na ukiongea, ukinena, chukua hatua. You see the problem is, mara nyingi sisi tunaomba, tunalia, tumepiga magoti, tunasema, tunaambia Mungu, then una expect kile unashinda ukililia kitakupata mahali umekaa. Hello? Once ukishanena kama Daudi, chukua hatua. Daudi hakukaa chini, aanze kuomba Mungu, "Oi, angalia huyu Filisti." No. Si alisimama na akanena neno. Naye mwenyewe akapata lile neno, akatimiza. So the moment umeongea neno, chukua hatua. Yeye aliye mbinguni atapata neno lake nyuma kulitimiza. The just shall take it by force. Amen. It's high time we took it by force. Tuwekea hiyo. Kila nini ya kujioe. Hawa hivyo tayari hawa ndeha. Na mwelewe ndamu kalia. Jesus alikuponya. Kwa michereji wewe, mwili yangu nimekuamuru kutoka siku ya leo, pona. Kuna time hata saa ingine tunakaanga nyumbani. Si ni church nasikia sick. Nini kidogo, hapana wewe mwili yuki twende church. Najipata hata saa ingine mtu amekuja amesikia kamwili. Kuna time hata bishop ashasema, "Oh, yendeni church nasikia vibaya." Mikaeli hajamkaka hivyo. Alitolewa kwa kitanda shwa. Siku ingine nikasema, "Mimi nasikia vibaya." Wewe Mikaeli wewe wananitoa kwa kitanda, mimi unitoi? Mimi wewe utolewi? Bwana asifiwe. Haleluya. Na hakika alikuja alifanya kazi hata tukienda nyumbani akawa mgonjwa tena. Na alikuwa mgonjwa, alikuwa bado hakika hata tulikuwa tunamwonea huruma. Nilisikia tu hata sio mimi roho kupitia kwangu. Jamaa alikuwa rumena huko. Nilisikia tu Mikaeli amekuja shwa. Akatolewa kwa bed. Akija huku Sunday, nobody knew he was not well. Haleluya. Na alifanya kazi siku hiyo. Hata tulienda tukabaika nyama, tukakula kae. Don't worry. Hallelujah. The just shall take it by force. Moro wako yake hivi. Yani. Kiko kila watere Revelation 12:11 ndekie na God madhani madhiride. Ufunuo 12:11. Nimalizie hapa. Sitakai kuwakalisha sana, siku hizi ni masaa. Niambiwa tungage masaa. Revelation 12:11.
12:11 is telling us what? Nao nĩ mamũtooretie nĩ ũndũ wa thakame ya gatũrũme na nĩ ũndũ wa ciugo cia ũira wao na nĩ maregaga kwenda mĩoyo yao ona matuĩka a gũkua. Soma kwa Kiswahili. Nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Wakamshinda nao wakamshinda nani? Walimshinda nani? Halo, walimshinda nani? Na wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Do you know the moment umefunikwa na damu ya mwana kondoo, shetani hawezi fika karibu na wewe. Haleluya. Hawezi. Already wewe uko na your head uko mbele. Already damu ya mwana kondoo inanena. Biblia inasema damu ya mwana kondoo unena mambo makubwa kushinda ya nani? Ya Habili. So already ilitetea Habili. Mungu aliuliza ndugu yake yuko wapi Habili, akasema mimi siye namweka. Anasema damu yake inanililia. Naye damu ya Yesu Kristo ya mwana kondoo huwa inanena ikiwa juu yako. So already wewe uko na advantage. Wewe already. Todo already na kamenera gutetera. Amen. Bwana asifiwe. Already na kamenera gutetera. So anasema nini? Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na plus na nini ingine? Na nini ingine? Na kwa neno la ushuhuda wao. Na kwa neno la ushuhuda wao, ambao walifanya nini? Ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo walishinda kwa damu ya mwana kondoo. Kwa hivyo hapa Yohana alianza kuonyesha ushindi ule sisi tutakuwa tukishinda nao. Sisi sasa nyakati hizi, si siku za Daudi, ni sasa. Already tutakuwa tukishinda, tumefunikwa na damu ya mwana kondoo. Na zaidi ya hayo, ushuhuda wa vinywa vyetu ambaye ni upanga tutakuwa tukitoa, ambao unakata kuwili. Halo? Bwana asifiwe. So already ukiwa umefunikwa na damu ya Yesu, alafu ufunua kinywa uanze kutoa shuhuda zako, already umeshinda. Mbingu inashuka na inatimiza na inatenda kulingana na vile wewe utakiri, kulingana na vile wewe utanena, kulingana na vile wewe utaongea. Haleluya. Bwana asifiwe. So unaona wewe bado uko na kazi ya kufanya. Vinywa waragia atia, ugaga atia, ubora gotorio kana ubora gotoria. Kiuria ni ya ndakuria nawe niyurie. Uturete uburete ki? Ni hadi ona taiki onayo. Ndona ndagitari araugira atiriri. Riu ni hali hai no gayokire. Haya. Nake etereire kuge araika maharuke meke. Haleluya. Anangoja wewe unene. Maana already uko chini ya damu ya mwana kondoo, unaitika utakatifu. Urete kobi iku erukuru thakame. Metereire uthiguarie maharuke manine ndu. Na kio thigu daraja ni kore rarare na konege na koduguna. Hello. Let us understand what God is telling us. Tuchukueni my boss. Kiri nimeponywa mimi na michereti ya Kristo. Mimi si mfungwa wa shetani. Shetani sina deni yako. Nililipiwa deni msalabani ya Yesu Kristo. Kwa hivyo enda kuzimu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Shetani hauna nafasi ndani ya maisha yangu. Hauna nafasi ndani ya kanisa la Mungu Baba. Alilipa deni msalabani Calvary. Unishinda na ukanyang'anya ufunguo na Yesu Kristo. Ambia watoto simameni endeni shule. Hamtafukuzwa. Baba ataleta malipo yenu. Haleluya. Haleluya. So the moment umeanza kukiri, naye Baba anapata. Hawa wanaongea. Sauti imetoka chini. Neno langu lazima nilipate nyuma ili nikatimize. Oh, haleluya. Ambao hawakupenda maisha yao hata
atakufa. Because the moment umependa maisha yako, the moment wewe unaogopa, unajiogopea, hawezi shinda. Daudi angejiogopea hangeshinda. Kina Elisha, Elijah wangejiogopea hawangepenya. Kina Yohana hawa, kina Petro hawangepenya. Ilifika mahali hawakurudi kujipenda, walianza kukiri uhai, walianza kukiri ushindi, walianza kukiri kushindwa kwa adui, nao wakaenda wakishinda. Na situkiri. Situanze kuchukua kilicho chetu. Situtembee tukishinda. Situenende tuchukue kile shetani alikuwa ametunyang'anya. Katika jina la Yesu Kristo. Kutoka siku ya leo, na ngoja kusikia shuhuda hapa za matendo makubwa za Bwana ambaye ametenda. Haleluya. Na ukumbuke wakati Baba ametenda, usiwe ukiogopa kutoa hiyo shuhuda. Usije ukaona aibu. Wengine huwa wanaona aibu hata ya kuombewa hapa. Kama wewe ni mgonjwa, sema mimi ni mgonjwa. Akiponya, sema mimi nilikuwa hivi, nimepona. Maana hivyo ndio utashinda na ugonjwa hutarudi tena. Wewe ficha tu. Baba aseme ni wewe haki, ni wewe ndio hau. Ni wewe shida ile hau, ndiye na mbele. Utarakia na kumweoshi. Na roho woshi lewa. Na haya naga. Hata gawa na mtu. Hata hapo mimi hata nyumbani hakuna mahali naingiaga. Hata muuliza mzee yule sio ongea na bishop, nauliza huyo mtu akiponya huko ndani, hata ukujua Mungu akishona. Huyo mtu hata ukujua Mungu akirudisha hizo viungo vyake. Wewe unakutanga huyo mtu akisema nilipona. Hapo ikilile bishop ukimenya. Ungetonya. Ndio watu wanagia na toka discard. Nataka tunasema yeye kweli. Acha apokee utukufu. Maana ni wake. Akija kwako akianza kufanya na kupanua mabiashara, sikianza kuwa kubwa, hakuna mahali mtumishi wa Mungu huwa, utukufu ni wake. Na wewe pia elewa wewe ni nani. Anza kusimama katika pengo ambalo linafaa. Nenda uchukue kilicho chako katika jina la Yesu Kristo. Si Mungu nawapende, nawabariki katika jina la Yesu Kristo. Na wapanulie maisha yenu mkiwa na kufunguka na kuona na kuelewa kile ametuambia siku ya leo, ili nasi tuende tuchukue zote ambazo zilikuwa zimeibiwa. In the mighty name of Jesus. God bless you. Amen.